tuwakumbushe marafiki zetu kwamba tuko tayari kushirikiana nao kama marafiki zetu kuzitatua changamoto mbalimbali tunazopitia, lakini muhimu wakumbuke, nchi hii iko huru, ilipata uhuru wake. Uhuru wetu hatukupewa kama zawadi, tulipambana tukapata uhuru wetu. Tuko huru, wa uheshimu uhuru wetu, tunaheshimu mchango wao, tunathamini mchango wao kwa kushughulikia changamoto tulizonazo, lakini waje wakijua nchi iko huru na wa uheshimu uhuru wetu. Mheshimiwa Spika, Tanzania ina wastani wa makanisa yasiyopungua 4,000. Ina wastani wa makanisa yasiyopungua 4,000 na 98% ya makanisa hayo ni ya mtu mmoja mmoja, ukiachia makanisa ya kitaasisi. Nataka nilipe bunge lako tukufu. Nimesoma mswada huu. Rais Daktari Samia Suluhu Hassan chini ya uongozi wake tumeshuhudia religious liberty kwa hali ya juu. Leo hii rais anaweza kwenda kwenye kanisa akafanya donation. Muislamu anaweza kwenda kanisani akafanya donation. Mheshimiwa Spika, taifa hili halina mambo ya kutesana kidini. Mheshimiwa Spika, taifa hili halina mambo ya kutesana kidini. Na ndiyo maana leo tunazungumza hapa. Pembeni yangu amekaa mbunge Muislamu, pembeni yangu amekaa mbunge Mkristo. Tumekaa, ndiyo taifa la kwanza Afrika ambalo naweza nikasema kwa ujasiri tumeweza coexist between the two big religions. Hatuna religious persecution. Mimi ninayezungumza hapa, my mother is a Muslim, I'm a Christian. Hapa ninayezungumza. Mheshimiwa Spika, tunaoleana kati ya Waislamu na Wakristo. Sisi wa Tanzania tuna mahusiano ya kihistoria na Marekani na tuko tayari kuyalinda kweli kweli mahusiano ya kidiplomasia, na sisi tutakuwa wa mwisho kuvunja mahusiano ya kidiplomasia na nchi yoyote. Lakini tunatambua taifa hili ni huru. Kuna mambo ambayo sisi kama taifa kwa katiba yetu, kwa sheria zetu tuna uwezo wa kushughulika nayo, na tunawaomba watu wachache wanaotaka kuvunja heshima, tamaduni, mamlaka kamili ya nchi yetu wasitumie kigezo hicho kutaka kujinufaisha kisiasa.